Bana, baada ya Majizo kutoka hadharani mbele ya hadhara kuwaombea msamaha wasanii wa Tanzania, wasanii wa kizazi kipya kuwaombea msamaha, basi baada ya hapo sasa wasanii wenyewe wameibuka na hisia mseto, ambapo wasanii wengi wamemkosoa Majizo na kusema kwamba kile ambacho amekisema si sawa. Wasanii hawana haki ya kuomba msamaha wowote kwa sababu hakuna kosa ambalo wameweza kulikosea. Walikuwa wakitimiza wajibu na majukumu yao katika kazi. Na moja kati ya wasanii ambao wamejitokeza mbele ya hadhara na kusema kwamba Majizo amewakosea sana wasanii ni pamoja na Dula Makabila, Jimmy Mafuvu, lakini pia Harmonize amesema kwamba ile presi Majizo alikosea sana kuweza kumuunganisha kati ya Diamond na Harmonize, kwa sababu Harmonize anasema kwamba kwa hivi sasa yeye hakuna msanii hapa Tanzania ambaye wa kuweza kumlinganisha naye. Kwa hiyo kama amesema kwamba Harmonize yeye ni mkubwa zaidi kuliko Diamond. Kwa hiyo kumfanya kuwa mfano kati ya Diamond na Harmonize ni kosa kubwa sana. Hiyo ilikuwa ni kionjo tu ambacho nimekigusia baada ya kusema kwamba Harmonize naye ni moja kati ya wahusika ambao waliweza kumpinga vikali sana Majizo katika engo hiyo. Dula Makabila amesema kwamba yeye hakuna kosa ambalo alilifanya wakati akifanya shughuli za kampeni na CCM, kwa sababu yeye alikuwa yupo kazini, unaona bwana, na hakuna mtu ambaye anaweza kumpangia mtu cha kufanya kama tu avunje sheria za nchi. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya Majizo ni kuweza kuwaaminisha kwamba wale ambao walikuwa wakikataa kwamba wasanii wasingeenda kufanya show katika kampeni walikuwa hawako sawa sawa. Kwa hiyo Dula Makabila amesema kwamba haitakiwi kuwaaminisha kwamba tulikuwa tunakosea kuweza kufanya show katika majukwaa ya CCM, kwa sababu sisi ni watu ambao tulikuwa tunafanya kazi kama kazi zingine, tulikuwa tunalipwa. Lakini pia Jimmy Mafuvu naye akasema kwamba licha ya kupenda kazi ambao walikuwa wakifanya wasanii, lakini pia kitu kingine wana haki na wao pia kuweza kuchagua sehemu gani, chama gani ambacho wanaweza kukaa na kuweza kuendesha masuala ya kisiasa. Hivyo basi Duma na yeye akawa amejitokeza akasema kwamba kiukweli haki iendelee kutendeka katika kila mmoja, wote waweze kupata haki sawa. Jimmy Mafuvu aliongea mengi sana siku hiyo, ikiwemo na kumkataa zaidi Majizo baada ya kuwa ameomba msamaha. Maana yake ni kwamba kama wasanii wanaomba msamaha katika kile ambacho kimetokea, basi huo ni udhaifu mkubwa sana ambao unaoendelea katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hizo production ambazo zinaendelea katika hiyo mitandao kuhusiana na wasanii kutokuview ngoma zao, kazi zao, imekuwa ni changamoto kweli kweli. Lakini wasanii wengine tena wakawa wametoa mawazo na fikra zao mseto kwamba cha msingi kazi zifanywe tu, fanya kazi, weka kama wakiview wawili hao wanatosha, unaona bwana. Lakini wengine wakasema kwamba katika upande wa mashow inakuaje zile show ambazo zinazokuwa zinaandaliwa. Kwa hiyo watakaoingia katika upande wa kulipia viingilio watakuwa ni wengi. Je, gharama za kuandaa show hiyo na watu watakaoingia vitaendana kweli? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafikirisha sana, na ukivitazama kwa jicho la kawaida unaweza ukaona ni kama vile vya kawaida au vidogo, lakini kwa kiwango kikubwa, kwa asilimia kubwa, kuna kitu ambacho kiko hapo katikati, na hicho kitu kisipoisha basi katika upande wa tasnia ya muziki Tanzania itaporomoka kwa kiwango fulani hivi. Kwa hiyo ili jambo lichukuliwe serious na ikiwezekana litafutiwe mbinu nzuri ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kulivuka, kwa sababu mara nyingi mtu kimuomba msamaha sana anajisi kama alikuwa ni haki yake kuomba msamaha, hivyo hatahitaji umlambelambe sana ili aweze kufanyaje, aweze kukusamehe. Na msamaha huwa una gharama zake, kama jinsi ambavyo imeendelea kuendelea katika mitandao ya kijamii. Kuna wale ambao wameibuka na kusema kwamba kama ili msamaha uweze kutoka inabidi wasanii waweze kujichanga bilioni 1, unaona bwana, bilioni 1 iweze kuchangwa hapo, waweze kupewa watoto yatima
hapo sasa ndio msamaha utakao umefanyaje, utakao umeibuka. Lakini pia wakaendelea kusema kwamba Majizo pamoja na timu yake waweze kutoa shilingi bilioni 1 pia ziwe bilioni 2. Na hao wanaopendekeza hizo bilioni wanazania tu kama vile ambavyo serikali inasemaga bana, hii daraja limejengwa kwa trilioni kadhaa. Wanadhani kwamba ni kitu ambacho simple sana, kwa sababu fedha au pesa zikizungumzwa katika mitandao ya kijamii au kwa majina bilioni 2 au laki kadhaa, milioni kadhaa, kwa fikra za kawaida unaweza kuzania ni kitu kidogo zaidi. Kwamba kwa mfano pale wamependekeza zitoke bilioni 2, watu waelewe bilioni 2 sasa na milioni 1000. Yeye mwenyewe anayesema ni changamoto kwa kweli katika upande wake. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa imekuwa ni changamoto zaidi kwa upande wa wasanii, lakini pia imekuwa changamoto zaidi kwa hawa waraji wa burudani, unaona bwana. Kwa hiyo entertainment kwa hivi sasa nchi ya Tanzania kuna sintofahamu nyingi sana ambazo ziko hapo ndani. Kwa hiyo tuwaombee Mungu tu wasanii pamoja na mashabiki zao waweze kuvuka salama katika hiki kipindi kigumu ambacho wanakipitia. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel hii hapa. Ukisubscribe utakuwa ni moja kati ya familia yetu, lakini pia usisahau kushare video hii hapa ili na wengine waweze kuona na kusikia na kupata taarifa kama jinsi ambavyo wewe umesikia, umeona na kuweza kupata taarifa. Bye bye.